Nuru ya Neno, taa ya miguu yangu. Karibu kwenye Nuru ya Neno, sehemu ya nuru ya asubuhi. Tunamulikwa na neno la Mungu kila asubuhi. Yes, kila asubuhi tunamulikwa na neno la Mungu. Na kwa sababu hiyo tunafuraha nyingi sana, manake umekubali kumulikwa na neno la Mungu. Hivyo kama umepokea linki yetu, jameni, share kwa wenzako, share kwa ndogo, share kwa jamaa, share kila mahali, kwa group za kanisa, share kila mahali, kwa marafiki warika yako, kwa wale wazee, kwa hiyo chama waliwekwa ndani, share hapo wakitaka wakutoe, lakini wewe share habari njema za Yesu Kristo. Leo tunaangalia chapter ya ngapi? Chapter ya 10, inayotueleza kwamba kuna wengine tayari wako mbinguni. Hawa ni akina nani? Wewe unatazamia kwenda nchi ya mbinguni, si ndio? Unatazamia kuingia mji wa mbinguni. Kuna wengine ambao tayari wako huko. Tayari tunavyoongea wako huko. Hawa ni akina nani? This Sunday's devotion lifts our hearts to a living hope that God has already given us living examples of heaven's victory. Asubuhi ya leo Mungu tayari ameshatupatia mifano ya watu ambao ni washindi na mbingu iliwapokea. Tuko na mmoja hapa anaitwa Enoch, na mnajua story ya Enoch. Tuko na Moses, mnamjua Musa. Tuko na Elijah, mnawajua hawa wote. Na leo ningependa tuweze kuangalia hawa tuko maisha yao kwa kifupi, tuweze kuona jinsi ambavyo waliweza kufaulu kufika kule. Maisha ya Enoch inatufundisha kwamba holiness grows through daily communion with God. Enoch alitembea na Mungu kila siku. Hata katika maisha, katika wakati ambapo maisha ilikuwa ngumu, maisha ilikuwa na uchafu wake, kulikuwa na fujo, kulikuwa na vurugu, Enoko alitembea na Mungu kila siku. Kwa sababu ya kutembea na Mungu kila siku, mbingu ikampokea. Mpenzi msikilizaji, Enoch walked with God. Though surrounded by increasing iniquity, Enoch's heart was fixed on the celestial city. Enoch's heart was fixed on the celestial city. Hii celestial ni nini? Unaposikia celestial, what is the meaning of celestial? Celestial means heavenly, or relating to heaven or the sky. Celestial means it refers to things belonging to heaven. Celestial. Nadhani huko unajua hiyo. Sasa hiyo unajua. Celestial, unaposikia mtu anakuambia celestial inamaanisha mambo ya mbinguni, relating to things above. Kwa Kiswahili celestial inamaanisha tu ni cha mbinguni ama kipeo cha juu. Kipeo cha juu, mpenzi msikilizaji. I thought you should know about that. Naona sasa ukisikiliza Gospel Radio unapata vocabularies mpya, mpenzi msikilizaji, si ndio? Kwa hivyo Enoch aliishi maisha ya mbinguni. Enoch aliishi akiwaza kuhusu mji wa mbinguni. Enoch alitembea na Mungu katika dunia hii na akaendelea kutembea na Mungu katika malango ya mbinguni, the holy city, the first among men to enter there. What a call for us today to set our affections on things above. Set your affections, vitu unavyopenda, kwa mambo ya mbinguni. Bado nakuuliza, unapokaa pale kwenye social media, pale kwenye Facebook, what attracts you? Je, ni mambo ya mbinguni au mambo ya ulimwenguni? Mwadime, haufai kukuwa mtu wa kiroho sana. Hata Yesu hata Biblia inasema too much of everything is poisonous. Alisema wapi? Yesu huyo alisema wapi too much of everything is poisonous? Too much of everything is poisonous. Alisema wapi? Wakati wa Yesu kulikuwa na sherehe. Wakati wa Yesu kulikuwa na densi, kulikuwa na vituko, kulikuwa na sarakasi, kulikuwa na mambo ya refreshment. Si ilikuwepo?
Wewe umesikia kwa Biblia ati na Yesu akaingia kwenye jukwaa la mechi, akaanza kuona mechi kati ya Wayahudi FC na Wanazarethi FC. Wewe hiyo nimetoa wapi? Hiyo nimeitoa wapi? Wacha nimeze hiyo, lakini kulikuwa na ukumbi wa sarakasi, lakini hakuna siku hata moja ukasikia naye Yesu akaingia kwenye ukumbi wa sarakasi kustarehe kidogo. Unachoangalia badibu, unajua hiyo ni wakati wa zamani, mambo ya zamani. Hata mbinguni ni mbingu ilikuwepo zamani katika Edeni, ni mbingu ilikuwepo zamani, na paka sasa ipo, mpenzi msikilizaji. Kwa hivyo unapokuwa pale kwenye social media, jameni, hakikisha kwamba unavutiwa na mambo ya mbinguni. Kuna mambo mengi sana unaweza kujifunza. In fact, katika karne hii era ni era ambapo kuna mambo mengi sana, mpenzi msikilizaji, ambapo unaweza kujifunza pale kwenye mtandao. Masuala magumu ambayo hauelewi, vitabu ambavyo hauna, ambavyo inafaa kujenga kiroho, pale kwenye mtandao zipo, mpenzi msikilizaji. Sasa wewe unatulia tu pale kwa mtandao, uko tu, you are careless, ni TikTok, you're just watching hizi vitu za kuchekesha na vituko, na ziko kila mahali, hata mimi wakati mwingine zinanivutia bana, ziko kila mahali, tena nyingi sana, nyingi. Wa China wametutengenezea vitu za ajabu, michezo ya ajabu. Kama kuna mchezo mwingine pale, unapata wazee wawili wakubwa tu, tena wazima, wenye akili zao, wameweka sijui ni vumbi kwenye mdomo, alafu wanacheza mchezo wa ajabu. Mchezo gani huo? Ati wanagotana. Nikikuweka ngoto nikigota kichwa chako na ulie ama utoe hiyo vumbi, unakuwa unaongezwa paka uweke ngoto na unyamaze. Yani michezo ya ajabu iko pale tu. Lakini anyway, unapokuwa pale kwenye mtandao, mpenzi msikilizaji, nini kinakuvutia? Unavutiwa na nini? Enoch alivutiwa na mambo ya mbinguni, mpenzi msikilizaji. Kama unatazamia kuwa mrithi, kama unatazamia kuwa mrithi wa ufalme wa mbinguni, lazima unaangalia nini? Lazima uchuje unachokiangalia. Hakikisha unaangalia mambo yatakayo kujenga kiroho. Bible is not boring. Heaven is not boring. In fact, heaven is the best place ever. Heaven is the best place ever, mpenzi msikilizaji. Haibo. Na kama mbinguni inabo, wewe ndio utaboesha huko mbinguni, na kama utaboesha mbinguni, hakutakuwa na haja wewe kuingia kule mbinguni. Wewe unacheza na kuimba tu. Kama kwa kanisa kukiwa na event ya uimbaji, watu hawaboiki, wanakuja hapo kanisani, wana spend the whole day. Wewe unacheza na mbinguni. Mbinguni mahali pazuri, tena mbinguni ni mahali pa raha, mpenzi msikilizaji. Kisa cha Musa kinatufundisha kuhusu kukombolewa kwa neema. And Moses' story reveals both God's justice and his tender mercy. Unaposoma kitabu cha Patriarchs and Prophets, ukurasa wa 478 kwenda 479, utaona maneno haya: In his own merits he was death's lawful captive, but he was raised to immortal life, holding his title in the name of the Redeemer. Though shut out of earthly Canaan. Huyu ni Musa, alizuiwa kuingia katika Kanani ya ulimwengu. Moses was not forsaken. Christ himself raised him, and Moses ascended to the city of God. Later, he stood with Elijah on the Mount of Transfiguration, a witness to Christ's victory over death. Tofauti na Enoki ama Enoko ama Enoka ama Enoch alivyoenda mbinguni bila kuona mauti, hii ni ishara ya kwamba tuko na uzima wa milele. Na kuna wengine ambao hawataona mauti mpaka kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Kuna wengine Yesu atakapokuwa anakuja atawakuta wakiwa hai. Kuna wengine watakufa lakini watafufuliwa. Hawa wanapewa symbol kama ya Musa. Maana Musa alikufa, na katika kitabu cha Jude, Jude 1 verse 9 ama Jude 9, maana Jude ni chapter 1 tu. Jude 9 utaona ya kwamba kulikuwa na mapambano kati ya mwili wa Musa, kati ya Yesu na Shetani. Walikuwa wanapambania mwili wa Musa. Na unajua Musa alipokuwa anakufa, kitu ambacho sijui kama ulikuwa unajua,
aliitwa na Mungu. I think ndo kwa maana watu wanasema mtu anapokufa kuwa ameitwa na Mungu. Musa aliitwa na Mungu, akapanda mlimani huko juu, akaambiwa ya kwamba sasa wewe unakuja kukufa, na akapanda akaambiwa ule ndio mlima, ule ndio Kanaani, huko ndiko Kanaani, lakini huko huingii huko. Alizuiliwa kuingia Kanaani ya ulimwenguni, lakini katika Kanaani ya mbinguni Musa yupo, na Biblia imeweza kudhibitisha hiyo, mpenzi msikilizaji. Christ's authority silenced Satan and sealed the certainty of the resurrection. Shetani anatuambia kaburi ndio mwisho, na ndio kwa maana tumeogopa na tukaogopa. Tukiongea masuala ya kaburi inakuwa ni woga. Hata ukipita karibu na kaburi kuna kawasiwasi kanakuja, kwa sababu shetani aliweka kwamba kaburi ndiyo mwisho. Lakini habari njema ni kwamba baada ya kaburi, wale wote watakaomtegemea Mungu, wale wote ambao watakuwa ni maiti ya Mungu, hawa wataweza kufufuliwa na wataishi tena zaidi ya kaburi. Mpenzi msikilizaji, wataishi tena katika ufalme wa mbinguni. Kama vile nani? Kama vile Musa. Mpenzi msikilizaji, wa mwisho naye ni nani huyu? Namuona Elijah. Elijah alienda mbinguni bila kuona kifo, by the way. Unaposoma 2 Kings chapter 2 verse 11 utaona, and Elijah went up in a wild wind to heaven. Elijah represent those who will be alive at Christ's second coming. Elijah will represent those who will be alive at Christ's second coming. Elijah atawakilisha ama anawakilisha wale watakao kuwa hai kabla ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Elijah was a type of saint who will be changed in a moment, in a twinkling of an eye. Alibadilishwa, once weary and discouraged. Elijah alichoka, Elijah alivunjika moyo, lakini hakulazwa kaburini. Sisi ni wadhaifu. Mimi ni mdhaifu, niko na mapungufu yangu, vile wewe ni mdhaifu na uko na mapungufu yako. Mpenzi msikilizaji, Elijah anawakilisha sisi ambao tuko kwenye madhaifu, lakini tutabadilishwa mpenzi msikilizaji. Madhaifu yetu yatakapofikia mwisho, ni wakati hapo Kristo atakuja tena mara ya pili. Tutakapokuwa tunapambana katika ulimwengu huu tukiwa na madhaifu yetu, unaanguka ukiinuka, unasimama ukishuka, unavunjika ukitengenezwa tena, hadi mwisho tutakapofikia ushindi. Sisi nao pia tutakuwa pale kwenye uzima wa milele. Na tumewakilishwa na nani? Tumewakilishwa na Elijah. Once weary and discouraged, Elijah was not laid in the grave. When his work was finished, God honored him with the translation, reminding us that the faithful service, however lonely, will be richly rewarded. Hii waendee wainjilisti wote, iendee wachungaji wote, iendee watangazaji wote wanaofanya kazi hii ya kuambia watu kuhusu ufalme wa mbinguni. Ndiyo, kuna changamoto, wakati mwingine kuna changamoto, hata kanisa tunapigana kwa sababu kuna changamoto, lakini msife moyo. Endelea kuambia watu kuhusu mazuri ya mbinguni, endelea kuambia watu kuhusu Kristo, endelea kuambia watu kwamba Yesu anarudi tena mara ya pili. Endelea kuisema na uiseme kwa sauti, endelea kuandaa watu, kwa sababu dhiki, changamoto unazopitia ni za muda tu, mpenzi msikilizaji. Upon the mount of the future kingdom of glory was represented a miniature. What is a miniature? Miniature ni nini, mpenzi msikilizaji? Miniature ni picha ndogo ya picha kubwa.
picha ndogo ya picha kubwa. Kwa mfano, mimi tuseme mimi ni Mluya ninayekaa hapa Nyeri. Mluya anayekaa Nyeri, kuna tabia za Uluya ambazo huenda zikaonekana hapa Nyeri kupitia mimi. Kwa mfano, Waluya wanapenda kukula miwa na wakitafuna wakitupa kwa parapara tu, wakitembea, wakikula, wakienda. Waluya hawajui kuchongewa miwa, hawajui python. Baivo, wacha nikuambia, ukikutana na Mluya usimchongee miwa. Wewe mpe miwa namna hiyo. Wale wengine ndio wanachongewa miwa, wanachongewa kwa sababu wao ni karicha yao. Lakini sisi Waluya hatuchongewi miwa. Sisi tena Waluya kuna nini? Kuna kuku vile tunakula kuku. Hatunyongi kuku, hatunyongi kuku sisi. Tunafanyeje? Tunakata shingo na tunakula kila kitu kuanzia kichwa, virenje, miguu. Yani tunakula kila kitu. Sio kama wengine wanakata vichwa na miguu wanatupa. Mnatupa mboga nyenye. Sasa ukitaka kuona Uluya Nyeri utaona kupitia mimi. So hiyo tu ni taswira ya baadhi ya mambo ninayofanya hapa ambayo kwetu inafanyeje? Inafanyika. Sasa tunaposoma kuhusu a miniature, let me give you a good definition. Let me give you a best definition. A best definition. Miniature means something very small, or a small scale representation of something much bigger. Vile nimekuambia Uluya iko hapa, lakini sasa Uluya wenyewe yetu iko huko Uluyani. Ushaona? Vile Ukikuyu kidogo tu iko pale Nairobi, lakini Ukikuyu wenyewe iko hapa Nyeri, Kirinyaga, Kerugoya, Murang'a, hiyo tu. Vile uzungu, tunaonanga uzungu tu hapa kidogo, ati western representation iko hapa western kidogo. Unaona mtu sijui anavaa koti. Hiyo ni uzungu kidogo. Uzungu wenyewe iko huko uzunguni. So, when we are talking about a small representation, what do we mean? Ninapomalizia, maana naona muda umekwenda sana. Naona muda unakimbia. What does this mean, penzi msikilizaji? The small representation ambayo tunaona ya kwamba Elijah representing those who will be alive when Christ comes. The small representation means that Moses represented the resurrected righteous. Elijah the translated saints. Together with Christ, they assure us that death is not the end. Death is not the end. Kifo sio mwisho, mpenzi msikilizaji. Kristo alifufuka kutoka katika wafu as the first fruit of those that have slept. That is the Desire of Ages, page 785. At Christ's resurrection, a multitude of the faithful ones rose with him. Wakati Yesu alipokuwa anafufuka, kuna wale ambao walikuwa waaminifu wakati huo, makaburi yalifunguka na wakafufuliwa pamoja na yeye. To the believer, Christ is the resurrection and the life. Their witness declares the unchanging promise. Isaiah 26 mstari 19. Habari njema kwa wale wote waliopoteza wapendwa wao ambao walipumzika katika Bwana, ya kwamba thy dead men shall live. Wafu wa Mungu, maiti ya Mungu itaishi tena. Asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji, ninakuambia kwamba heaven is not a distant dream. Wengine tayari washafika pale. And the same grace that took Enoch, raised Moses, and translated Elijah, and resurrected the saints is available to us today. Ombi langu kwako asubuhi ya leo ni kwamba hebu tuendelee kutembea na Mungu. Tuendelee kutafuta utakatifu na tuishi katika mambo ya umilele. Tusiishi tu katika mambo ya ulimwengu huu. Hebu tuombe. Mungu wa mbinguni, asante kwa fundisho hili. Asante kwa kwamba tumejifunza mengi kutoka kwa Enoch kwamba yuko mbinguni, Elijah yuko mbinguni, Musa, wote hawa wako mbinguni. Wanawakilisha matukio mbalimbali ambayo sisi kama Wakristo tunapitia siku hii ya leo.
Enoch alikuwa katika ulimwengu wa changamoto, lakini katika changamoto hizo alitembea na wewe. Nasi pia tuko katika ulimwengu uliojaa changamoto. Tembea na sisi, Mungu wa mbinguni. Wewe ni Mungu wetu, tusaidie kutembea na wewe siku baada ya siku. Musa naye alitembea na wewe. Ulimwonyesha ule ndio mji wa Kanaani, lakini hautaingia. Alipopumzika, Biblia inatuambia kwamba Ibilisi alikuwa anataka sana mwili wa Musa, lakini nawe ukamfufua, ukampeleka mbinguni. Tunavyoongea yuko mbinguni. Na katika Transfiguration tuliona watu watatu pale kwa njia ya kipekee, ishara ya kwamba wote hawa wanatukumbusha ya kwamba mbingu ipo na ni mahali halisi kwetu, tutaweza kuhudhuria pale. Tusaidie maisha yetu iweze kukua ya mbinguni. Matamanio yetu, matazamio yetu iwe ni ya mbinguni. Tufunze kutembea na wewe kila siku, Enoka alivyotembea na wewe. Thibitishe imani yetu katika ufufuo utakao kuja wa Yesu Kristo Bwana wetu. Tuandae mioyo yetu kukulaki wakati ambapo kifo kitamalizwa. Asante Mungu wa mbinguni. Asante kwa somo la asubuhi ya leo. Tuzidishie imani, tuzidishie nguvu, tuzidishie uwezo wa kuishi kama mbinguni hapa ulimwenguni. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen, 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 amen. Mpenzi msikilizaji, ni matumaini yangu kwamba umebarikiwa na kipindi cha asubuhi ya leo. Kesho siku ya Tuesday tunaangalia kitabu cha The Great Controversy. Siku ya Tuesday tunaangalia The Great Controversy. Monday tunaangalia kitabu cha Heaven. Tuesday tunaangalia Great Controversy. Mpenzi msikilizaji, usikose. Kama umekosa hii devotion, ungana nami tena mida ya saa 10 hadi saa 12 kwenye repeat ya Nuru ya Asubuhi. Na kuomba tu mpenzi msikilizaji, stay tuned to M Gospel Radio. Share our devotions, encourage someone today with the hope of heaven. Live ready. Jesus is coming again. Tunasema turekie wera au tumalize kazi, tuende nyumbani. Penzi msikilizaji, Nuru ya Neno, taa ya miguu yangu. Karibu kwenye Nuru ya Neno, sehemu ya Nuru ya Asubuhi. Tunamulikwa na neno la Mungu kila asubuhi.